Karibu nyangu na Saleh Alijembe tupige na story namna ambavyo ameona sakata linaloendelea na vurugu kwenye ligi yetu. Boss, tuko vizuri? Vizuri alhamdulillah. Kwema kabisa. Kwema, Ramadhani karimu. Unaona mambo yanazidi kutaradad. Alhamdulillah. Tumesikia taarifa lakini hazijatoka kwenye bodi ya ligi kwamba waliwajibu Yanga kuhusiana na majibu yao kwa nini mchezo ulighairishwa. Kulikuwa na viashiria vya rushwa lakini pia usalama na kadhalika. Yanga hawajaridhishwa. Kwa hiyo wao wameamua kwenda kasi. Kwanza ni sahihi Yanga kwenda kasi kabla hawajamalizana na TFF? Kwanza mimi sijajua kama hiyo ripoti imeshatoka. Kwa maana ya majibu Yanga kupewa na bodi ya ligi, lakini kawaida wanapopewa majibu kwa haki mimi ninavyoona watakuwa utaarifu umma kwamba tayari bodi ya ligi imewajibu 1 2 3, alafu baada ya hapo sasa wakaanza kusema wanachukua uamuzi gani. Lakini kwa utaratibu wa mpira na mamlaka zake ni kwamba wale wanachopaswa kufanya ni kuanza kufuata taratibu za kimpira na mamlaka zake zinatakaje. CAS ni mamlaka ya mwisho ya swala la football ambao linatoa haki. Maana yake CAS wao wanatoa haki, hata kama utakuwa umekosa haki yako FIFA utakwenda CAS. Sasa kwa Yanga kwanza mimi ninachoona na ndio utaratibu wenyewe, walipaswa waanze na kamati. Mfano kuna kamati ya nidhamu, kuna kamati ya nafikiri kuna kamati ya rufaa, kama baada ya kama utakuwa umeshindwa huku utakwenda kwenye kamati ya rufaa, si ndio? Itakapoonekana kamati ya rufaa yenyewe haijakutendea haki, basi sasa unaweza ukaenda kwenye mamlaka za juu zaidi. Sababu mimi ninaamini hata kama wataenda CAS watakwenda kuwauliza kwamba raise wapi hii hoja yenu. Mimi mara nyingi naona watu wanaweza kaenda CAS zaidi ni swala la wachezaji. Wao wana nafasi ya kwenda moja kwa moja CAS. Lakini kwa Yanga nafikiri watakiwa pite process kwa sababu kamati za TFF pia ni kamati huru, si ndio? Si za wafanyakazi wa TFF. Ni kamati huru ambazo zinaweza zikaamua. Mfano ikiwa kwenye kamati ya maadili inaweza kumchukulia hatua hata kiongozi wa TFF ambaye atakuwa amekosea. Na ndio maana zimekutengenezwa kamati huru pembeni, na huu mfumo ulitengenezwa na FIFA ili kutengeneza haki viongozi wanaokuwa kwenye mashirikisho wasio na nguvu tu peke yao, ikiwezekana kuwa wanachukua hatua kwa kila kitu. Kwa kiniambia mimi Yanga leo anaenda CAS, mimi nashangaa sana. Otherwise unikumbushe pia, nakumbuka Yanga leo kusikia wanakuambia wanakwenda CAS kwenye issue moja nafikiri kwa Aziz Ki, lakini baada ya pale ikawa kimya na hakuna. Sasa imekuwa labda ni CAS inazungumzwa tu kama sehemu ya mazungumzo na kuwafanya wanachama waone kama viongozi wanafanya kazi yao, lakini kuna haja ya kufuata process, alafu baada ya pale waende CAS. Na mimi pia nilikuwa najiuliza Yanga wakienda CAS wanaenda kushtaki maana wanasema wadai pointi zao. Sasa pointi unazidai vipi? Kwa sababu sisi tunavyojua siku ile itakiwa Yanga waende pale wakaguliwe. Baada ya kukaguliwa muamuzi pale apulize filimbi, asubiri dakika zile 15, wapinzani hawajafika, aseme sasa mechi imeisha, Yanga wanachukua pointi zao 3. Alafu kama vile pointi zile hawakupewa ndio wangeza kwenda CAS. Siku ile Yanga wamekwenda, mchezo ulikuwa umeshaahirishwa. Hakuna ofisa yoyote aliyekwenda pale kuwapokea Yanga, kuwakagua wala kufanya kitu chochote. Wamekwenda wao wenyewe na mashabiki wao wachache, nafikiri labda sijui walikuwa waaliko wale. Baada ya pale wamerudi, wamesema wanadai pointi zao CAS. Mimi kwa kweli unajua saa zingine hata mnawalaumu viongozi wanapokuwa na vitu wanakuwa wanasema, mnaona kama vile wanawasema vibaya. Lakini hamuoni namna viongozi wanapokuwa wanapofanya namna gani. Kwa hiyo mimi sioni kuna hiyo nani ya CAS. Na mimi tusubiri wote niambia hiyo CAS watakwenda kweli. Yaani maana nimeshakuwa wakishaambiwa CAS, sisi tunaenda CAS na mashabiki wote tunawasikia barabarani, tunakwenda CAS. Alafu CAS mnakwenda, baada ya muda CAS hakuna na inakuwa kimya na maisha yanaendelea. Mimi naona sio vizuri sana kuwafanya mashabiki hawajui lolote. Kwa sababu sisi tumefundishwa unapokuwa unaongea na watu au unawaandikia kitu watu, lazima kwanza uamini unaoandikia wanajua kuliko wewe. Kwa hiyo lazima uamini unaowasema nao. Mfano kama mimi nazungumza, mimi naamini nao zungumza nao wanajua zaidi yangu mimi. Kwa hiyo lazima nina tahadhari katika vitu ambavyo ninavizungumza. Sio unasema tu ili mradi na kuamini kama ndio unajua kila kitu kuliko watu wote. Lakini hapo pia sababu nyingine inawapeleka CAS, hawana imani na chombo kinachoongoza ligi kwa maana ya bodi ya ligi. Hawana imani na watendaji wake, na ndio maana wanaamua kupeleka CAS kwa sababu wameona hakuna chochote kinachofanyika ndani ya bodi ya ligi. Ukiangalia bodi ya ligi imekosea nini? Ukiangalia ile sakata kama utalichukulia haki, nani alianzisha ile sakata? Limeanzia kwa nani? Limeanzia wapi? Bodi ya ligi imekosea nini? Kama waliona kweli
kuna sababu za kiusalama kama walivyoona baada ya wale kuomba mchezo uahirishwe kutokana na tukio lililoanzishwa na nani, basi kuna kosa gani pale? Lakini mimi nilikuwa naangalia sasa hivi bodi ya ligi inaonekana ina shida kwa sababu pointi zenyewe sasa hivi zimefinyana. Lakini leo mimi naamini Yanga ingekuwa inaongoza pointi 6-7 tofauti, wala tusingesikia bodi ya ligi. Misimu mitatu yote imepita hii, hakuna bodi ligi ilikuwa inafanya kazi vizuri kama bodi ya ligi. Sasa hivi kimeumana. Sasa hivi anatoka huyu kileleni anaingia huyu, anatoka huyu anaingia huyu, tayari bodi ya ligi haifanye kazi vizuri. Mimi nafikiri tuache mambo mengi ya kelele na nini, tufanye tucheze mpira wenyewe. Mfano kama sasa hivi sisi tunapaswa kuzungumzia story ya muhimu zaidi ni Simba inakwenda kucheza michuano ya kimataifa. Story ya muhimu zaidi ni timu yetu ya taifa inakwenda kucheza dhidi ya Morocco. Hizo ndio stories za kuzungumzia sasa hivi. Lakini tumekalia kuzungumzia makasi ya uongo, tumekaa kuzungumzia sio wasema hawaendi, kama hawaendi basi waache siku tarehe kipango wasiende, pointi wapewe wengine, maisha yaendelee. Mzee Mguto pia mwenyekiti wa bodi ya ligi amezungumza jana kwenye moja mahojiano wake, amesema Yanga kwenda kasi ni kukosa nidhamu. Ndio hiyo imepelekea kwenda kasi. Kwa namna ya uweledi wa Yanga, wanaye kiongozi mkubwa ambaye anaongoza hadi vilabu vyote barani Afrika, wanatafsiri kama Mzee Mguto amewavunjia heshima. Na wenyewe wanapenda sana kuheshimiwa. Baraka kitu tumevunjiwa heshima, sio nini nimevunjiwa heshima. Watu wanatukana kila siku mitandaoni hapa. Mbona watu sisi tunawaacha tu, hatuoni hata kama wamevunja heshima. Kila kitu kiambia kile nimevunjiwa heshima, wewe utakuwa sio kama nani hivi yani kila kitu napenda heshima. Sisi mtandaoni watu tena waenda wazimu, wanatukana kila siku yani. Unawaacha, unawapuzia, unaendelea na mambo yako. Na hakuna kitu chochote kinachobadilika. Hebu tupunguze sana kupenda kuheshimiwa. Rais Karia kwenye moja ujionao amezungumza, amesema moja ya timu ambayo ameisaidia sana ni Young Africans katika miaka yake mitatu utawala wake wote. Lakini bahati mbaya viongozi wao hawazungumzi. Ameshajitoa kafara kwa sababu ya Young Africans. Watu wakasema kuna msimu wa 2021 Yanga ilitakiwa kushushwa daraja, lakini Rais Karia alipambana, Yanga ikabaki kwenye ligi kuu. Hizi stories ziko sawa kwa namna unavyoona? Tulizisikia show leo tu mara nyingi tu, na ni vizuri kwa Karia kuitetea Yanga, vizuri kwa Karia kuitetea Simba kwa sababu yeye ni kama mzazi kwenye hizi timu. Lakini pia kuwasaidia viongozi ambao mfano ukiangalia Hersi ni kiongozi bado mchanga. Ingawa inawezekana ukimwambia hivi atakasirika, lakini kwenye mpira huu ni bado, si ndio? Kama ukiona hivyo mtu alimshika mkono kumpeleka kafu, kumtambulisha kwa huku, kufanya hivi kadhalika, hata hilo wazo la kwamba sasa kinatakiwa hii baada ya kuonekana viongozi wa Simba hawawezi kwenda, si ndio? Ni Karia, maana yote ni kamunia ya uzazi, si ndio? Na nafikiri hata wakati mwingine kuliko kuanza kutengeneza namna za hivi, unajua mpira siku hizo umebadilika. Umekuwa wa hovyo sana. Yaani watu wakiwa hawana hoja wanatukana. Sasa rundo la watu limekuwa halina hoja. Kwa kila mtu sasa hivi watu people they talk about personalities. Yaani watu wanamlenga Karia kama Wallace Karia, hawamlengi Karia kama rais wa TFF. Yaani ni vitu vya hovyo sana. Na wakati mwingine ukiangalia kama Karia anavunjiwa heshima, labda tungefanya vijana wa Global au wa Jembe Sports wanamvunjia heshima mtu ambaye mimi namheshimu. Na mimi niko hapa. Wewe ungechukuliaje? Na mimi sinahusika kumvunjia heshima. Ambayo sio jambo zuri sasa. Huwezi ukimsikia amekemea umefanya nini. Mimi bwana niwaambie kitu kimoja. Haya mambo ya uongozi wa mpira, Karia ataondoka TFF. Hersi ataondoka Yanga. Dewji ataondoka Simba. Kwa sababu huu mpira watu wanapita. Kwa ni vizuri sana kuangalia kwamba baada ya hapa nini kitafuatia. Usije ukaona ukishakuwa pale kama ndio basi sasa hamna kitu chochote. Hakuna kama wewe. Haya mambo yameshapitwa na wakati. Tuachane na mambo ya namna hiyo. Tuzungumze football ndani ya uwanja. Tuzungumze Lion Simba inakwenda kucheza na Al Masry, jambo la msingi kabisa. Tuzungumze Taifa Stars inakwenda kucheza na Morocco, timu kubwa iliyoingia hatua kubwa za World Cup na sasa hivi ndio inaongoza kufika hatua ya juu zaidi ya World Cup. Sisi tunakwenda kucheza nao. Tutakuwa tunazungumza mambo ya kasi kila siku, kasi ya uongo. Nani Mangongo anasema atakienda nini? Anasema waende speed. Sio kasi. Sio kasi. Bosi toke sawa. Rais wa shirikisho yeye amesema wanaoharibu mpira wakacheze sinema. Mimi nishaliongelea mimi sitaki kuongelea tena. Unajua mna force sana tuiongelee tu Yanga kuna vitu ambavyo vingine havina msingi. Mimi nishaliongelea na nikaongezea na mimi waende wakacheze nini. Ishaisha hiyo. Unadhani Yanga wao ndo kama wamelivaa ile jambo? Kwa sio Simba, sio Coast, sio Azam. Lipi unalisemea? Ili ya Yanga unaona kama umeambiwa wao. Sasa ukilireverse maana yake unafanana nao. Hapo umeona linakufaa wewe ndio umelivaa labda. Sijajua mimi mwenyewe. Lakini mimi nataka kuzungumzia mpira. Lete football, achana na haya mambo mpaka kelele. Simba tumeona ratiba yake imetoka dhidi ya Al Masry, wataenda kucheza kule Misri. Serikali imetoa ndege.